Biblia imesema toeni bure kwa kuwa mmepata namna gani? Moja ya udanganyifu wa siku za mwisho ni miujiza feki. Hii zingatia sana. Lakini haina maana kwamba miujiza halisi haitafanyika. Hapana. Unaposema kwamba hii simu ni feki, ina maana kuna original. Na moja ya dalili ya kugundua ya kwamba huyu mtu karama ambayo nimesema moja ya dalili, sio hiyo peke yake, moja ya dalili. Ujue kwamba hii karama inayotumika hapa haikutokana na Mungu. Moja ya dalili ya kutambua ni kwamba karama inatumika kama kitega uchumi. Naongea na watu na binadamu. Biblia inasema mmepokea, toeni namna gani? Kwa hiyo ukiona mtu ana karama yote ya rohoni na anaitumia kama kitega uchumi, ina maana ya kwamba kuna fedha alitoa, kwa hiyo anakusanya faida. Lengo la Yesu ilikuwa ni kuwafundisha ili waone wakafanyie kazi kile ambacho wanakiona. Waliona Yesu akiongea na watu ambao wamelemewa na mizigo, watu wakishuhudia udhihirisho wa uwezo wake wa uponyaji, wa kuponya wagonjwa walioteseka. Wakati ulipofika wa yeye kuondoka, Yesu aliwapatia uweza na neema ya kutenda kazi kama alivyotenda, akiwaambia mmepokea bure, toeni namna gani? Bure. Walipaswa kwenda ulimwenguni mote kutangaza nuru ya injili yake ya upendo na uponyaji. Kazi aliyoitenda wao pia wataitenda. Na wanafunzi ambao tunawasema hapa sio wale tu, na wewe pia. Wakati anaomba Yesu anaondoka, anasema siwaombei hawa tu, bali hata wale ambao watalipokea hili neno. Haleluya. Miaka 3 yote anawafundisha. Nakumbuka wakati fulani nilipokuwa niko Dar es Salaam na karibia kuondoka pale Manzese kwenda mtaa wa Tegeta, kuna kamati ya maombi ambayo tulikuwa nazo kwa wakati. Kwa hiyo mara nyingi ninapokuwa na kamati za maombi, tunapokuwa pamoja, ni sehemu pia ya kuwafundisha nao waweze kuona jinsi huduma inavyofanyika, kwa sababu hatuna shule maalum ya kusema watu wanafundishwa hizi huduma. Roho Mtakatifu anafundisha, lakini pia tunajifunza kwa kuangalia wengine. Kati ya vitu ambavyo vimeangusha watu wengi sana katika huduma na karama ambazo Mungu amewapa, inawezekana Mungu amekupatia karama ya kutenda miujiza, karama ya uponyaji. Kati ya vitu ambavyo vimeangusha watu wengi sana ni pesa. Nimesemaje? Yeah. Biblia imesema toeni bure kwa kuwa mmepata namna gani? Moja ya udanganyifu wa siku za mwisho ni miujiza feki. Hii zingatia sana. Lakini haina maana kwamba miujiza halisi haitafanyika. Hapana. Unaposema kwamba hii simu ni feki, ina maana kuna original. Na moja ya dalili ya kugundua ya kwamba huyu mtu karama ambayo nimesema moja ya dalili, sio hiyo peke yake, moja ya dalili. Ujue kwamba hii karama inayotumika hapa haikutokana na Mungu. Moja ya dalili ya kutambua ni kwamba karama inatumika kama kitega uchumi. Naongea na watu na binadamu. Biblia inasema mmepokea, toeni namna gani? Kwa hiyo ukiona mtu ana karama yote ya rohoni na anaitumia kama kitega uchumi, ina maana ya kwamba kuna fedha alitoa, kwa hiyo anakusanya faida. Lakini kama ni ya Mungu inaenda hivyo. Lakini ikiwa kuna mtu kweli ana karama ya Mungu kweli kweli, na yenyewe pia akaingiza kwenye fedha, akaifanya kwamba ni kwa ajili ya kupatia fedha, Mungu kwa neema yake jinsi ilivyo, karama zake hazina majuto, anaweza asimzuie huyu mtu sasa hivi, asiondoe ile karama sasa hivi, lakini kuna vitu ataviachilia kwa huyo mtu kwa ajili ya kumpa mafunzo arudi kwenye mstari.
Yaani ninavyoongea hivi usije ukafikiri naongelea tu habari ya wachungaji, naongelea habari ya wainjilisti, wahubiri, naenda zaidi hapo, naongelea mpaka waimbaji. Kuna watu Mungu amempa karama ya uimbaji, lakini karama ya uimbaji kanisani anaitumia kama kitega uchumi. Sina maana ya kwamba kuna mtu ambaye huenda hiyo ndio kazi yake ya maisha asifanye hiyo kazi, hapana. Namaanisha huduma kanisani. Huduma kanisani. Na kwa mimi siwezi kwenda effort bwana mpaka mnidondoshee 700,000. Mungu anakutazama anasema, ulinipa shilingi ngapi ukupa hiyo karama? Vijana wa sasa hivi wanauliza, kwani ni shilingi ngapi? Yaani tunashindwa kulielewa hili. Sikiliza maneno haya. Tunaposhiriki katika kazi hii ya kuwapelekea wengine habari njema na upendo wa Kristo, yatupasa kukumbuka kuwa mwanadamu anao mwili na roho inayohitaji wokovu. Vyote viwili vinahitaji wokovu. Kimoja ambacho ni mwili kinahitaji wokovu wa sasa, yaani uzima wa mwili. Cha pili ambacho ni roho kinahitaji wokovu, yaani uzima wa milele. Hapa namaanisha hivi, afya na injili vinaenda sambamba. Kuna baadhi ya makanisa makubwa, hata nyinyi mnayajua, hawafanyi mkutano hata siku moja wa kuhubiri. Hutawakuta wamefanya mkutano. Wao kazi yao wanajenga hospitali. Wakijenga hospitali automatic watu watajiunga na kanisa lao. Wakati mkoloni anaingia kutuletea dini hapa, hawakuleta dini kwa njia kama tunavyoitumia sisi. Kuna maeneo walitumia mabavu. Walijenga shule, wakajenga na hospitali, na unaambiwa huwezi kutibiwa hapa wewe kama sio Mkatoliki. Huwezi kutibiwa wewe sio Msabato. Kule Mamba, Miamba, Mpinji, Milimani kule Msoma. Kwa kuna baadhi ya watu waliingia kwenye imani sio kwa sababu walimjua Yesu, ila alitaka asome shule. Alitaka atibiwe. Hata sisi leo, watoto wa Mungu mnaonisikiliza, kwa jinsi Mungu alivyowaumba, kwa karama mlizopewa, nataka niwaambie hili, madaktari mnaonisikiliza, wauguzi mnaonisikiliza, wajuzi wa tiba asili zinazojulikana kitaalamu, sio zile za kupiga ndumba. Tumeelewana hapo? Tumieni ujuzi mlio nao kwa ajili ya kuwavuta watu kwa Kristo Yesu. Napongeza sana chuo chetu cha Kibidu kwa kazi kubwa wanayoifanya. Wale ambao wanafahamu kile chuo, mkifika pale mtafundishwa uinjilisti, lakini utafundishwa mapishi. Kuna video zao nimeziweka katika Mahubiri TV. Ukifika pale utaangalia, wanakufundisha kutengeneza soya ya maziwa, wanakufundisha kutengeneza yani mpaka aina ya miti fulani hii inatibu. Wamesaidia watu. Kuna mtu walimsaidia wale watu wa Kibidula ambaye alikuwa na kidonda ambacho hakiponi, kimeshindikana, lakini kutumia tu miti iliyoumbwa na Mungu, yule mtu akapewa dawa mpaka akapona kabisa. Kuna watu kabisa najua wananifuatilia, na wengine wanafuatilia live sasa hivi. Mwingine aliwahi kucomment kabisa pale kwenye channel yetu. Hawaamini ya kwamba Mungu anaweza kutumia miti kutibu. Wanasema, mchungaji, acheni kuambia watu hivyo, tunaamini jina la Yesu linaponya pekee, la tosha pekee yake. Na mimi sikatai imani. Hata leo tutaombea wagonjwa, lakini nakwambia uweze kutofautisha yafuatayo. Tofautisha jukumu lako na jukumu la Yesu. Ni majukumu mawili tofauti. Wewe huwezi kufika hapo kwenye chakula kiko hapo alafu unasema tonge la ugali liingie kwenye mdomo kwa jina la Yesu. Una jukumu la kupika, una jukumu la kuchukua na kupeleka mdomoni. Nenda kaangalia matibabu ya Agano la Kale. Miujiza ilikuwepo kweli kabisa, ilikuwa inafanyika. Elisha alifufua mtu, lakini wewe akamwambia Naamani kaoge. Mara ngapi jamani? Mungu anatenda miujiza mikubwa, lakini huyo Mungu kwenye Agano la Kale anauliza, je, hakuna zeri katika Gileadi? Mbona hairejei afya ya watu wangu? Zeri ilikuwa ni aina ya mti ambao ni tiba, na walikuwa wanakwenda kununua maeneo ya mbali wa Ishmailia. Kati ya bidhaa ambazo wa Ishmailia walikuwa wanazichukua, wale ambao walimnunua Yusufu, ilikuwa ni zeri. Lakini kuna mfalme ambaye aliugua kwenye kitabu cha Isaya, Hezekia, akaambiwa utakufa. Akaomba, nabii akaja akamwambia, Mungu amesikia maombi yako, amekuongeza miaka. Nilitarajia angepona ghafla tu kwa sababu Mungu amemtamkia, lakini akaambiwa, nenda kachukue mkate wa shairi utengeneze, weka juu ya jipu. Mungu ana hekima kubwa sana
akaficha dawa katika vyakula na mimea. Haleluya. Na sera yangu, ukipenda ichukue, kama hupendi acha. Mimi sivutiwi na chakula kwa sababu ya utamu wa chakula. Navutiwa na chakula kwa sababu ya kitu kilichoko ndani ya chakula. Haleluya. Kwa hiyo mtu akiniuliza, "Kwa nini unapenda mnafu? Mbona ni mchungu?" Ni mchungu kwako, ila kwangu una kitu cha thamani ndani yake. Na mimi nakuuliza, "Kwa nini unapenda bia?" Nimeshagundua kwamba mnafu una kitu ambacho kwangu mimi nakihitaji, cha thamani sana. Mimi sina mjadala kwa habari ya kula kitunguu saumu kwenye maisha yangu, sijadili. Nilivyosema hivi kuna mtu mpaka amekunja uso, maana najua uchungu wake jinsi ulivyo. Ni mchungu kwako, lakini kwangu mimi safi kabisa. Kitunguu saumu safi. Je, ni mashahidi wakati wa COVID hapa, watu wamesaidiwa upumuaji wa kutumia vitunguu maji vyekundu. Tuna vitunguu tu viko hapo jikoni, kiko hapo. Kumbe tu kitunguu kile ukikiponda kuna namna ambavyo unaweza ukakitumia, mwingine akapaa kwenye mapafu, kikafyonza hayo makamasi yanayojaa kwenye mapafu. Vitu simple kabisa. Kuna vitu vya kawaida tunavyo siku zote. Tukijifunza vitu hivi, tutaokoa fedha nyingi ambazo tungeitumia kwenda hospitali. Lakini sina maana kwamba tusianzishe hospitali. No. Nazo pia zianzishwe. Lakini kila daktari, kila muuguzi, popote alipo, azingatia kwamba anapofanya kazi ya udaktari, kazi ya uuguzi, pale anamwakilisha Yesu. Ongea kana kwamba Yesu yuko hapo. Haleluya. Sijaacha kutoa ushuhuda juu ya madaktari ambao ninawafahamu, wamekuwa wanafanya kazi pamoja na Yesu katika kazi zao. Mmoja ambaye nimekuwa nikimsema sana yuko Muhimbili, mwingine yuko katika hospitali yetu ya Mwanza pale conference pale. Mtanikumbusha jina lake jamani? Hapo. Gereza juzi. Yaani pamoja na nchi ilivyo na maitikadi yake ya uhuru, mambo ya dini, huwezi kushiriki na mtu kwa urahisi, lakini kila mgonjwa anayeingia pale katika ofisi yake anamwambia, "Unaonaje tumuombe Mungu kwanza?" Haleluya. Yule Muhimbili mmesikia nikiongea habari zake jinsi anavyofanya. Yeye kabla hajafanya upasuaji anamuombea mgonjwa wake anayemfanyia upasuaji kesho. Na mara kadhaa ameonyeshwa na Mungu upasuaji usiku na madhara ambayo yangetokea endapo angekiuka njia, na kila alivyofuata utaratibu aliona matokeo yake. Haleluya. Wahubiri Injili, tusiache kuwaombea wagonjwa katika mikutano yetu hata siku moja. Unajiuliza, je, wasipopona sio kazi yako? Kazi yako ni kuwaombea. Mungu atusaidie sana.